Mfuatiliaji wetu wa channel ya Lutanana Media Online, mara nyingine tena leo tumepata bahati ya kukutana na Tanzania mwenzetu, tuseme kijana mwenzetu ambaye yeye atatufahamisha mkasa wake ambao ameupitia katika maisha yake. Ni mkasa mzito sana. Yeye alipitia changamoto za matumizi ya madawa ya kulevya, na kabla ya kufikia hapo ni mambo mengi alikutana nayo mpaka yalimfikisha mahali hapo, kama ambavyo watu wengine huwa wenye historia kama hizi huwa wanapitia. Na yeye mwenyewe atatufahamisha vizuri jinsi alivyoanza na mpaka alipofikia na ni nini kilikuwa chanzo na mpaka aliweza kufanikiwa kuacha. Na pia ana mikasa mingine mingi ambayo anaweza akatuelezea kupitia simulizi yake. Kabla sijaendelea, ningependa kukusisitiza ili kupata simulizi nyingine nzuri kama hizi na za kweli kabisa, subscribe channel yetu, like, share na comment ili tuweze kusogezea kwa ukaribu zaidi hadithi hizi za kweli kabisa ambazo zimewatokea watu. Na tunaweza tukaanzia mahali hapa, tukufahamu majina yako kamili, labda wewe ni mkazi wa wapi na mpaka ilifikia hatua ukapitia yote uliopitia. Karibu, majina yako? Naitwa Juma, nazaliwa tarehe 8 mwezi wa 7 76, hospitali ya Ocean Road. Mimi ni mkazi wa Temeke, Temeke. Mimi ni mtoto wa pili katika kuzaliwa katika familia ya watoto watatu. Mama yangu ni Mzalamu, baba yangu ni Mhehe. Baba yangu alikuwa mwajiriwa katika kampuni ya usafirishaji Dar es Salaam Complex. Nikiwa na umri wa miaka 5, baba yangu aliweza kufariki dunia mwaka 1982. Baba yangu aliweza kufariki dunia, kwa hiyo nikabakiwa mimi na mama. Kwa hiyo nililelewa na mama, baadaye ikabidi nikachukuliwa na mama yangu mkubwa, nikawa naishi Temeke pale mtaani. Mama yangu mkubwa alinichukua akanipeleka katika shule ya Vidudu ya Wireless Garden. Nimesoma pale shule ya Wireless Garden mpaka mwaka 84 nikaandikishwa shule ya Wireless, shule ya msingi. Nimesoma pale muda wa mwaka mmoja. Baada ya mwezi 12 likizo, ikabidi nikaenda likizo Mbagala kwa babu. Nilipofika kule sasa ndio nilikuta mazingira ambayo tofauti na kule ambako mimi nilipokuwa nakoishi. Sababu kule nilikoishi mara ya kwanza kwa mangu mkubwa, nilikuwa naona sipati fursa za kucheza mpira, sipati fursa zile za kwenda labda kupopoa maembe katika maembe. Kwa hiyo nilipofika kule Mbagala nikakutana na zile fursa, nikakutana na vijana wenzangu, tunapopoa maembe, tunacheza mpira. Kwa hiyo maisha ya kule mimi nikawa naona ndio mazuri zaidi kuliko kule Temeke nilipokuwa nakaa. Kwa hiyo likizo baada ya kuisha, mamangu akanifuata ili niweze kurudi kule Temeke, lakini niliweza kugoma na mamangu akanichapa sana ili nirudi tena shuleni. Lakini babu yangu baada kuona nimegoma zaidi, babu yangu akaingilia kati. Kama bwana huyu muache, nitampeleka shule ya Nzasa akasome kule. Kweli mamangu yule akaniacha akaondoka. Mwaka 85 nikaandikishwa mimi shule ya Nzasa darasa la kwanza. Nimesoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5 mpaka la 6. Kwa kawaida shuleni kunakuwa na vitengo mbalimbali. Kunakuwa na vitengo vya kufagia maua, wengine wanafagia, wengine wanapiga deki madarasani hivyo. Lakini mimi nilikuwa katika kitengo cha kusafisha mipaka ile ya shule. Kwa tunaposafisha mipaka kipindi kile shuleni kule kulikuwa ni polini. Endelea. Shuleni kule kulikuwa polini. Kwa hiyo sehemu tulikuwa tunatembelea zile ni sehemu zilikuwa ni za vichaka. Unaona? Na ambaye yule kiongozi wetu ambaye alikuwa anatuongoza, yeye ndio muuzaji mkubwa wa madawa aina ya bangi. Kwa hiyo sasa tunapotembelea kichakani kusafisha, sasa baada ya kufanya kazi tunaanza kupiga story ndipo kuanza matumizi ya bangi. Kwa hiyo nimeanza kuvuta bangi nikiwa darasa la 6 nikiwa shule ya msingi. Nilipofika darasa la 7 nimemaliza shule ya msingi nikaandikishwa shule ya Alamaini.
tayari nishakuwa mvutaji bangi mzuri. Mwaka 91 nilioingia pale Alamaini, nilisoma mwaka mmoja tu, nikakutana na watoto wa Kimbea, ikawa sasa wanatuchukua tunakwenda stendi za basi zile za Mauda, tunaiba mfukoni, tunarudi pale tunavuta mabange. Ikawa sasa wale watoto wa Kimbea ndio wakawa marafiki zetu, wakatushawishi twende kwao Mbeya. Kata tiketi, tukapanda treni, tukaenda Mbeya. Nimekaa Mbeya kama muda wa miezi miwili, lakini familia yangu ilinitafuta sana mpaka matokeo yake wakatakata tamaa. Mara wakanikuta mimi narudi na mabegi yangu na nguo zangu. Niliporudi tena nikawa tayari nishakuwa konki na nishakuwa tayari katika kundi la wizi nishaingia. Kabidi nikaacha begi pale nyumbani, safari tena Unguja. Nilipofika Unguja nikakaa muda miezi 6, mwaka 92 hiyo. Kama kundi ya Unguja tunakaa magetoni, tunakaa Dago, nikajikuta nimeingia kwenye matumizi ya dawa ya kulevya aina ya heroin. Kwa hiyo nimeishi kule, nikawa naishi kwa kutumia heroin, tunaiba barabarani, tunakwenda tunavuta heroin mpaka mwaka 96 nikatoka kule Unguja nikarudi tena Dar es Salaam. Sasa maisha ya Dar es Salaam yakawa magumu zaidi tofautisha na kule. Tukaingia tena katika makundi mengine ya uhalifu ya kukaba watu, kupiga watu mapanga, ikawa ndio maisha yetu. Unakamatwa, unakwenda jela, unakamatwa na raia, unapigwa, unaona. Lakini tulikuwa tunatafuta jinsi gani ya kuweza kuacha, ikawa kwetu ni changamoto. Unaweza ukaenda ukakaa jela mwaka 2000, nilikaa jela mwaka mzima mimi. Nilipewa kesi 7. Nilikaa mwaka mzima. Nilipotoka nilikaa wiki 2 tu, baada ya wiki ya 3 nikajikuta narudi tena kule kule katika matumizi. Ndugu zangu waliniamini, walinipa mtaji, kumbe ule mtaji ambao wao wananipa mimi nikafanya biashara, yani umekuwa kama mimi ndio chanzo cha kunisukuma niende nikatumie tena zile dawa. Kwa hiyo niliendelea na matumizi yale mwaka 2000 mpaka mwaka 2009. Naikumbuka siku hiyo changamoto ambayo nilikutana nayo, nimetoka zangu barabarani. Nina pesa yangu kama 170,000. Nimeenda nimechukua madawa yangu, nimetia mfukoni, nimevuta nyumbani. Rafiki yangu akaja akanifuata usiku saa 7. Ananiambia, "Haya twende road." Twende road, twende road. Wewe umelizika, twende road. Kaniforce. Kabidi tukatoka kweli. Toka tunaingia zetu barabarani, mtaa kwanza, mtaa pili, tukakutana na sungu wale, yule mwenzangu akakimbia. Basi dawa walinipiga mpaka nilizimika, mpaka nikafika ICU. Mimi nakuja kushtuka, niko siwaaji, mguu unaning'inia katika jiwe. Nilikaa pale muda wiki 2, lakini mazingira ya pale yalikuwa magumu kutokana mimi nilikuwa mteja, afu mteja wa sindano, nilikuwa na maumivu makali sana. Bahati nzuri mdogo wangu alikuwa ananitambua, akawa anakuja na analetea kete 2 navuta. Analetea kete 2 navuta. Ndio maisha ambayo mpaka mimi nimeweza kusurvive pale hospitali muda wiki 3. Nikaruhusiwa pale, nikafungwa pio nikarudi nyumbani. Lakini kabla hivyo nikawa sikomi tena, nakwenda barabarani, nafanya mishemishe za uhalifu ili niweze kupata kuvuta. Kwa hiyo maisha yao nilienda nayo, lakini mpaka baadaye nikasema maisha haya nitakwenda nayo mimi mpaka lini? Mimi nishachoka kwenda jela. Nitafanya nini ili niweze kuachana na haya madawa? Unaona? Nikasema mimi sasa kuiba basi. Mimi sitaki tena kuiba. So kisa kingine nakumbuka mara ya mwisho rafiki yangu alinifuata nyumbani usiku. Ananiambia, "Haya twende barabarani." Wizi wetu mkubwa ulikuwa kukata nyavu katika madirisha. "Haya twende barabarani." Kaambia twende, kutokana tuna kitu, twende zetu barabarani. Kweli tukatoka tunazunguka mitaani, nikamwambia rafiki yangu huku tusiende, sababu mitaa huku wiki iliyopita sisi tumeharibu sana huku siko. Shikaji wangu kaniambia, "Wewe sikiliza rafiki yangu, wewe kama utaki wewe nenda kalale, wewe hela si unayo bwana, wewe nenda kalale bwana kama utaki." Sababu mwanangu huku siko. Basi tunatoka nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, kweli mshikaji wangu kachukua tochi kamulika dirishani, akakuta kweli simu inachajiwa. Kumbe ile simu ilikuwa imetegeshwa. Kwa kipindi hicho labda unaweza kutuambia ilikuwa ni wapi? Hiyo kuna yule rafiki yako ilikuwa maeneo ya Mbagala Rangi Tatu. Mbagala. Mbagala Rangi Tatu. Sawa, na ulikuwa ukifahamiana naye kwa muda mrefu? Huyo rafiki yangu nilikuwa nafahamiana naye kwa muda mrefu sana, na rafiki yangu mkubwa nilikuwa nalala naye na amka naye, na wizi wetu ndio huo wakati madirishani kwa basi ndio wizi wetu mkubwa. Sisi wenyewe tunaita wizi ule wa uoga. Unakata dirisha mwenyewe, akiamka wewe mbio. Sio mpaka afungue mlango kwa, yani tunaita wizi ule wa kiuoga, ndio ulikuwa wizi wetu.
Sasa baada ya matukio yale mengi, raia sasa tayari wakawa washatengeneza mitego jinsi gani ya kuweza kutukamata. Kwa hiyo simu ikawa imetegeshwa, wekwa katika chaji, imewekwa mezani, alafu mlango mwachazwa. Najua sisi tukija si lazima tutapiga tochi, wenyewe wako kubini, wengine wako uani, tunapiga tochi tu kwa ile simu tunaiona. Yule rafiki yangu kaweka tochi, anachukua kasi sasa akate. Nasikia kundi limetoka huko, sio kelele za mwizi, watu wametoka na filimbi, wengine wametoka huko, wengine wametoka huko, wametweka katikati. Mimi nikatoka ndio, rafiki yangu yule kamili. Mimi baada ya kukimbia nikawaacha, nikaenda nikatokea barabarani, nikakutana na rafiki yangu mmoja mlinzi analinda hardware. Nikamwambia, Solo, unasikia hizo kelele? Mimi si mwizi wa mshikaji wangu Dula, sijui kama atakuwa yuko salama. Nikamwambia hapa Sky, nikapanda gari vizuri, nikakimbia nikatandika tena, sijapoa kwa sababu nikajua kabisa mimi kesho nitamkaje. Na wewe haukuiba naye, haukwenda naye kuiba? Nilienda naye, mimi nimemwacha baada ya ile tukio kutokea. Okay. Unaelewa, baada ya tukio la kukimbizwa ikabidi mimi nikamwacha kila mtu akimbie na njia yake. Na mimi ndio nikafanikiwa kutoka, lakini yeye alikamatwa. Baada ya kumkamata, walimchukua wakampeleka sehemu moja ya makaburi, walimchache mfukoni, wakamkuta na spaguru. Kumkuta na spaguru, wakachukua zile spaguru kwanza wakampaka kwenye macho yote yale, wakamfunika macho, wakampaka mdomoni, wakamfunika mdomoni, afu wakachukua kamba wakamfunga nyuma, wakamchukua wakampeleka makaburini. Likachukuliwa tofali akalazwa kama mtu, afu akachukuliwa tofali akapigwa katika utosi, ubongo huu uliruka vibaya. Yaani alikufa kinyama, wizi mbaya bwana, nyama. Sasa mimi baada ya kukimbia saa 12 sasa nashuka ili niulizie mshikaji wangu vipi. Tunakutana dada mmoja anambia, mkuwezi rafiki yako avaa nguo zako zile Dula iko kule kafa. Kwa vipi bwana, mpiga supaguu bongo toko. Niliumia sana, lakini kwa sababu kwa dada yake na kujua kabidi nipenda ya taarifa dada yake. Kwa dada yake akafuatilia ile mwili wake, lakini jinsi nilivyomuona, yani niliumia mpaka nikasema mimi tena wizi basi. Kwa nini nitaenda kupambana nao pale pale stendi pale, nije debe nigombane nao ili nipate lango. Lakini wizi tena stendi. Yani nijifunza kupitia hicho. Kweli nikapiga debe mpaka mwaka 2011 wakaja wale jamaa walimshauri. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa natafuta jinsi gani ya kuweza kujinasua. Lakini kabla hajafika wale, kulikuwa na rafiki yangu mmoja ashajiunga tayari katika kliniki ya Methadone. Anakuja ananionyesha appointment card, ananionyesha kitambulisho. Mimi mzio, sasa hivi na wiki ya pili kwa mwanangu sivuti, unaniona kule siji. Kama vipi washikaji wale watakuja, ngoja nikuunganishe. Kwa hiyo washikaji walipokuja wakaniunganisha nao. Kama basi kesho sisi tutakufuata. Kweli kesho yake akanifuata, akanipeleka katika sosial kupata utaratibu kule. Kule wakaniunganisha kwenye matibabu. Nimefuata matibabu muda wa mwaka mmoja. Kweli hali yangu ikawa imerudi vizuri. Nyumbani kwangu furniture zote nimerudisha na kila kitu ndani. Unaona Baada ya mwaka mmoja, baada ya maendeleo mazuri ya afya yangu, au bwana, ikabidi daktari wetu akashauri, bwana, nyinyi kutokana mnaendelea vizuri, nyinyi mtakuwa mfano kwa wenzenu. Kwa hiyo nyinyi na kutraining ili muweze kuwashawishi wenzenu, ili muweze kuwaleta kiurahisi, ili wao waweze kupata matibabu kupitia nyinyi. Unaona? Kweli yule daktari alitraining vizuri, tukapata mafunzo ya wiki 3, tukaunga katika taasisi za kiraia, tukaunganisha katika taasisi zetu ambazo na sisi tukawa wafanya kazi katika zile taasisi. Kweli tukawa tunafanya kazi vizuri, tunaleta client, tunaunganisha wenzetu ikawa sisi, yani wakawa wanawiwa na sisi. Kweli tumefanya kazi kwa mafanikio. Matokeo yake tumebahatika kupata mwanamke, naye watoto, ninaishi naye mpaka sasa hivi, na kazi tena naendelea, nafanya kazi katika shirika langu la Mefada kama maisha